Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali wanazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Sehemu nyingi tushapita hatua nyingi, kwa hiyo hao wengine tunaomba kwamba watusubiri intake inayokuja. Na hiyo intake inayokuja itafundishwa na hao. Kwa sababu hao watakuwa katika mji mpya wanaishi hapa sasa. Hao wengine tunawaanzishia kule wanakuja huku. Kwa hiyo humu katika hao ndio tutapata walimu wa kwa train hao kama vile kazi ya seremala, kazi ya matofali. Hatutahitaji na mtu atoke Dar es Salaam ili kutufundisha matofali. Wala nyuki. Wote tunapata humu. Alafu haya matofali yanayofuatiliwa, nyumba zitakazo kuja kutokea yani zinakuwa ni mali yao. Kwa hiyo mheshimiwa, zile nyumba ulikuwa unasema inakutia hapa za leo. Wewe ndio meneja wa benki. Zinakuchanganya wale ya duara. Yani tunachofikiria ni kwamba ndio hiyo kwamba leo kila mtu apate na tukotoe kuwasiliana kwamba lazima tutasema zile kuzuri. Welcome ya Young Africa. Kumbe hapa kwa Yanga hapa. Mbona mmeandikia maandishi mekundu? Mambo? Marahaba, kwema? Jana itokelezei. Asante. Yaani hapa tunamsubiri mbunge aje tu tumuombe ufadhili wa magoli. Kwa hiyo hapa kuna klabu moja tu hapa ndio kwake. Ndio ikulu ndogo ya kijijini. Maana na mimi naye ni mwana kijiji. Unapokuwa unakuja unaweka godoro, unalala huko. Maisha yake ndio hivi. Wanatokea humu. Popote wale wanakuwa na wageni ndio tumeongezea nyumba. Tumeongezea. Wale kwa ndio wanapeleka mizinga juu katika mwendo huu. Ile hapa wenyewe. Hii ndio sasa ndio kwetu ya pamoja, yani wanakuwa na account pia ya joint. Ili kuna mapato ambayo lazima yaingie kwa pamoja. Okay. Mwisho wa mwaka wanaamua wa invest kwenye jambo gani au kugawana dividend. Au kuna na mapato mengine sasa ndio ya individuals extra efforts. Maisha plus. Kwa maisha plus. Ndio originator wazo. Hongera jamani. Umebuni kitu kizuri sana. Alifikiria maisha plus ya kwa wanaachana alafu basi iwepo sababu ni watu wajue kwamba kasema bwana nyinyi mnawaacha kule ya kudumu sana. Sasa unapata kila kitu. Yaani tofauti wake ndio huo mzuri zaidi. Utapata nyumba, utalala pazuri, utakuwa na future, utakuwa na ujuzi. Kwa sababu tumejifunza kwamba tuna wakati mwingine tunaleta mkandarasi toka Shinyanga kuja kujenga madarasa au mabweni hapo Iligwa. Kwai hawa watoto huko wanaendelea kufa ulofa. Ukiwapa hawa sasa hivi tenda ya kufyatua matofali na kukujengea bweni. Wanajenga. Mungu aliingia ndani ya kichwa chako. Hiyo ni RCS. Livelihood skills. Unahitaji kwenye greenhouse. Ndio maana tuliagiza gari. Sasa kaka kagoma twende hivi waone na vitabu vya mizinga. Ndio nilikuwa nataka tuangalie hilo. Maana baba Vero anazunguka kwingi. Anaweza akakutana na marafiki wengine akwambia jamani nendeni Sikonge kule. Kiukweli. Ngoja tuende kwenye mizinga. Ageuke. Mwambie dereva
Yaani hapa ndo tutajenga sasa majengo ya utawala. Na ile kwetu Yaani ni wazo zuri sana. Tunahitaji watu wa namna hii. Hii ndio kazi. Kile kitu ambacho kitatokea. Jo, ndani chumvi kilo 500. 500. Nani haya mafuta mnunua shilingi fungu 3? Baba, mafuta haya mnunua shilingi ngapi? Weka 2,000. Hapa tu 1,000 na hapa 500. 1,000. Wangu. Na lita moja. Sisi imani. Kazi kubwa kweli kweli. Shilingi ngapi hapa? Hoteli daiwa 1,500. Sababu lita moja. Na ni friji. Friji tayari kishali. Friji hajalipa. Nilipa mimi. Hajakuwa friji wewe. Wewe friji? Vipi baba? Lete. Inabeba chini. Kwa makini. Wewe ndio wewe. Wewe dawa ndai ya bika zangu. Wewe umeniambia bwana? Nani? Ukakauka. Kwa makini. Kwa makini mimi. Mafungu mawili ya nyanya. Wewe kabeji. Unajua nimeziacha. Watu wanajisaulisha. Nani anaanza kichele hapa? 500 tu ndo nayo. Unajua iko karibu. Ngoja nikukimbilie za kichele au sio? Sasa hivi bwana, unajua nini? Wewe nani unaitwa? Wewe? Naitwa Lameki. Kwa unapochukua hapo naandikwa bado usiziletee matatizo kwa babu Sababu utabananishwa utaulizwa wewe unakula nini? Unakula nini? Hatukuoni kunihesabu hapo. Je, kama nakula mapela? Kabeji? Nani kuandika? Okay. Kaka sumishela watu tuwapigie hivyo robo 300. Hichi jelo, si ndio? Ndio hivyo mimi ninavyojua. Sawa. Hichi jelo sasa. Wapi jelo hichi? Tunaenda bei ya dukani sasa. Kikombe kadogo kako wapi? Hapa vimeisha nini nani? Hoho Kidogo pata kikombe kidogo. Hoho zimeisha ndani? Zipo. Nimeleta ngapi? Na kabeji zimeisha? Kabeji zipo nyingi. Pata. Jamani nashanga. Unashanga nini? Kwamba hicho kikombe 1,500. Bwana 500 tumeshusha bei msijali sana. Hapa shilingi ngapi 50? Hapo huko 250. Hapo ndio 50. Hapa 200. Hapa 50. Unaona? Bei mwemwele. Wamekuja wazee wa Kariakoo. Tunasema sasa. Hapa tumepoteza. Maisha haya mama. Kabeji ndio hizi zimeisha. Zipo kule zinakuja. Ila mbaya. Jamani. Jamani, mimi napika chakula. Chakula gani? Lakini chakula changu kinaenda kwa oda. Chakula changu kutokana na pesa yetu kuwa ndogo nimeamua kufanya discount. Nauza chakula 400. Ugali na mboga. Ugali 200. Ugali 400. Lakini kwa saizi wale mchana tudanganyana kwa sababu malage saizi ukiyatenga mara utakula jioni. Na kuandika abiba kwenye nyumba. Kwa saizi kuna ugali na dagaa, lakini dagaa rosti, dagaa safi ametolewa vitu na chumvi nzuri tu, pilipili hoho kwa sana, vitunguu vingi, mafuta kidogo. Kwa kama hapa watu hapo tuandikishane jamani, na daftari langu hapa la oda. Kwa msijali. Sasa. Shedi. Vipi tunaona? Wewe kikombe dagaa shilingi ngapi? Hapa 100 hapa. Jamani. Nyumba moja inaandika mtu mmoja. Sasa kama hatupiki pamoja. Okay. Wewe tumejiandika pia. Kwa hiyo tunakula wote, andika tu please hapo combine vitu vyote. Yote shule ukajifunza hesabu. Andika na cabbage yetu pelezi. Cabbage ya jero buku hapa usio. Cabbage bega mnauza. Bado mboga za majani hatujalipa. Ni bora ununue cabbage au ni maana chukua mboga gani? Haya wale wa makabeji na nini? Chukua mboga gani? Cabbage mimi sipikani. Hiyo unapika mboga gani? Jamani. Japo imejaa wingi wa dagaa. Bwana angalia nguvu. Shikana hapa kalipa huyu. Cabbage shilingi ngapi wewe? Tunataka tutumie. Nyanya ngapi pesa kilo wewe? Nyanya 4. Hoho shilingi ngapi? Nyanya 4. Hoho kwa basi. Eti hoho shilingi ngapi? Mbona ameexpire jamani? Nyie tujapata la cabbage. Wewe swali hela mpaka nikwambie toa hela. Shilingi ngapi hapa? Ungwana. Leta 1,000 nikupe hela za chini. Abiba mpe 500. Na hao unachukua niandike. Oya. Tunakaa kwa vichele vyako huko yani.
Unaweza kujiuliza mbona wanakijiji hawa wanakwenda dukani na gengeni kwa wingi sana na kwa mara moja tofauti na ulivyozoea mtaani kwako. Labda nikukumbushe tu kuwa kwa muda wote waliokuwa wanaishi hapa kijijini tangu wafike takriban miezi 2 iliyopita, wamekuwa wakipata huduma ya chakula cha bure kwa mfumo wa foleni. Mfumo huu mpya wa kupewa pesa na kutakiwa kujitegemea ndio kwanza wanauanza sasa. Wengi kati ya wanakijiji hawa hawajawahi kabisa kujitegemea wala kusimamia fedha walizokuwa nazo mifukoni. Walio wengi hawajui kabisa jinsi ya kupanga bajeti ili shilingi 45,000 iweze kumaliza mwezi mzima. Tayari baadhi yao kutokana na uoga wa maisha wameamua kujiunga vikundi ili wapike pamoja kuokoa pesa. Wanapima pale. Vipande na kama tutasoma. Ni bwana niko atalipa. Si pesa ndogo. Pesa inatosha. Yatakiwa kwanza nini? Maisha blaza baadaye. Oya tayari. Pia na maana katengia bila. Sukari mafuta lita 1, maharage kilo 2, dagaa kilo, kuna nyanya, kabeji, vitunguu. Hayo matumizi madogo. Hao sasa hivi tuingie tuchukue mchele. Leo mimi wamenielewa. Hela itaenda dukani. Hatimaye maganga wanakijiji wanunua ya mwezi mzima hii. Kaka pia namba hii hapa mwanangu. Bwana nani hapo na usitishie maisha hayo ya kutisha. Una nyekundu mimi nadhani ndani nyingi kama nyekundu hata nyekundu hizi hapa kitu chapa mtaani hapo anaililia hii hapa mtaani anaililia nataboa mfuko hizo. Oh brother nitoe bati nikanywe chai kanywe kahawa tushazizoea hizi hapa iko ndani. Angalia kwa ndani huko tushazizoea hizi hapa tunaona kawaida sana. Hii hapa blaza hii hapa lundo la ukweli kitu cha hapa new kitu new meleta na mswalu wewe shigimia hii hapo wao anapigia kelele tunachezea hela anajifunika na shuka hapo. Tulikujua kwamba tunatumia shilingi ngapi kwa siku, tunanunua nini kwa siku, tunakuwa nini asubuhi, mchana, jioni. Hilo ndio la msingi kuliko yote kwanza, unajua. Sana. Sisi. Tuwezi. Kwa siku? Watu wanne. Memba inawezekana? Inaniuma sana. Inaweza kuwezekana. Lakini hiyo anatakiwa ipangiwe na nini? Hiyo anatakiwa oya. Inaniuma sana. Oya bana, sisi tunaongea mambo ya maana kula kavu kwanza. Nisikia sio nini? Tunaongea vitu vingi ambavyo vina hata maana alafu tunachukulia kwenye TV. Nisikia sio nini? Yaani hapo pesa inatakiwa kwanza itumike isiishe. Ngoja niulize kwamba kilo moja ya unga wanauza shilingi ngapi? Kilo moja si shilingi 1,000? Sasa 1,000 nayo hela hiyo. Hela hiyo. Hela soda. Hela soda hiyo. Viazi wanapangaje? Viazi wanapanga 500. Fungu hili 500. Bei ya kimaskini kabisa hiyo. Kwa hiyo sisi kama sisi tuko watu wangapi kwanza leo? Let's tuko wangapi? Tuko 10 au 9. Ndio tule na kusaza yani. Tufanye kwamba maximum watu 10, si ndio? Sasa watu 10 ina maana tutatumia viazi vya fungu 3 zinatosha. 1,500. Kwani fungu moja lina viazi ngapi? Fungu moja zani, lakini vinaweza kaa kwenye 7 na hapo tuchukue fungu 4.
Hebu niulize sasa. Ina maana tunaanza kuwa wachoyo. Kula kwake au ndivyo hizi cha kufuturu tu. Basi. Ndiko tupate budget ya kufuturu basi. Ndio amsosi kila mtu kwao, labda kama unakuja kwangu story tu. Lakini mambo ya msosi unakuja na kula. Tunasubiria hapa tunapanga mambo. Wewe hujafunga. Zile. Kwa hiyo hayamuhusu. Kwa hiyo hapa ngoja niwaambieni. Ni akiba lazima ibakie ndani. Hilo ndo la msingi. Unajua mimi kana wazaji kwamba inafikia mwisho wa mwezi mtoe hela zingine lakini bado mnakuwa pesa. Sawa. Sasa hapa sema biashara za kufanya mimi ndio maana mwenyewe niko biashara niko sawa. Kweli. Kwa siku kwa watu 4 haiwezi kuzidi shilingi 2,500. Watu 4? Ndio. Kwa mfano mmoja anaweza kuwa iko sahihi. Tunaitumiaje hiyo 2,500? Mtu mbili nafanyaje? Kwanza asubuhi ukinile zile shilingi 500 vinatosha. Shilingi 500. Nabakia siku mbili hapo. Siku mbili. Mchana. Robo tatu. Robo tatu sana shilingi ngapi? Sawa msimu. Bagi metoto ngapi? Metoto msimu. 250. Mafuta. Ndio msimu. Kitunguu. Bado dagaa. Sema nini ujue, mimi nilikuwa nawaza hivi kama labda tunanunua mchele. Sawa. Unajua mchele ukipika kama ni mchana au ukipika usiku asubuhi lazima unywe chai. Unaona? Kwa ni bora kununua mchele kuliko unga. Unga nilishasema kwamba unga upo. Unga upo. Hapa sukari ndio tupate kilo hii. Natosha sana. Na kilo moja inauzwa shilingi ngapi? 2,000. Viazi mafungu 4 2,000. Sukari kilo moja ni nyingi sana. Ni nyingi? Kwa uji tu. Basi nusu. Tufanye nusu. Sasa nusu shilingi 1,000. Mbona mwandiki? Sasa eti amesha. Yaani andika Yohana hapa. Hata andiki hata afanyeje? Sukari kilo moja, nusu kilo. Utafikiria yupo. Sawa. 1. Na nini? Majani hamna. Hapa ni nini kingine? Viazi. Fungu 4 shilingi 2,000. Fungu 4 sivyo? 2,000. Nini kingine? Eti kingine mafuta. Kiasi gani? Mafuta nayo kwa dia nini? Mafuta sijira kuingia futari. Umenisoma? Kwa sisi tuliofunga. Mafuta. Subiri kwanza. Sisi si matajiri. Ni hela shida nayo. Hela nazo shida. Kwanza kuna tambi tunakula? Mimi hapa mzee wa kaya. Ziko dukani hapa. Hamna tambi. Twende basi zilo. Ingie tuangalie dukani. Habari ya kuni. Njoo sasa njoo. Habari ya kuni nini nafahamika. Kuni si ni bure tu. Hapa kinachotakiwa shilingi 3,500. Mchele pia inasaidia sana. Mchele nao unasaidia sana kuliko sukari. Kilo shilingi ngapi? Kilo 1,500 bwana, 2,000 sukari. Yaani unaenda dukani na unaanza kuongea mambo ya ajabu. Kwa sababu bora tunachukua tu mchele. Lakini kwa asilimia kubwa ukiangalia hapa, yani vitu viko bei ya juu sana. Kwanza ukianzia kwenye chumvi kilo shilingi 1,200. Hapana. Na hali ukiangalia sehemu zingine kilo ya chumvi shilingi 500. Ni bei ambayo ipo tofauti kabisa kimazingira. Hata kama kilo shilingi 1,200, je, jiulize bado na mahitaji mangapi ambayo bado na tajiko ya kitu mwenyewe. Kwa thamani ya shilingi 45 kwa mwezi. Ni hela chache sana. Kwa tunafanyaje sasa? Tupate na nia ya mwisho. Tujue tunafanyaje jongo mimi. Tupime kabisa na vijiko vya sukari kikombe.
Tujue. Ugali mchana. Jioni viazi. Unajua viazi unavifanyaje mimi? Nimeelewa hiyo. Viazi vinapikwa rojo. Unaona? Vinapikwa rojo. Gharama ya nyanya na mafuta. Lakini hapo tunatakiwa kujua kwamba hiyo sio itakuwa kwa kila siku, unajua? Kwa siku lazima mchange kidogo. Ndio maana mimi nimekuelewa kwa mfano kuna wali mnapika usiku ile kibakia kwa mwa asubuhi mnakuwa hamna bajeti tena kununua viazi. Unaona? Yaani hapo 500 inakuwa imepona. Sawa. Mkemea viazi vya shilingi 500 kwa asubuhi, mchana mkala ugali, jioni mkala wali. Alafu shirika na siwezi kutumia. Sababu vingi kidogo. Alafu unajua tena kwenye viazi member kwa sababu tunafanya kazi vitu viko kuja kwenye follow. Viazi kimoja au viwili au kimoja na nusu. Tayari hapo siku inakwenda mbele yani. Lakini kwa bei ambayo tuko dukani. Yaani bana tuna sio hela. Bwana mzee. Lakini ndio tunaemelea vitu alafu tunaweka tu ndani. Ila kwa mfano kuna unga. Unajua unga hivi unanichanganya. Unajua unga ile kununua robo mara si nusu kilo sio issue. Sasa bora kuchukua tu mfuko kama hivyo kilo 10 hicho wanachosema wao. Sasa tujue sasa tunakila kwa siku ngapi. Hiyo ndio muhimu sana kwa sababu ukijua mnatumia kwa siku ngapi ndio mtajua kwamba hata mkiona vile kwa mfano kwa mwezi inakatikaje kwa sababu mwisho wa siku unaweza mkasema kwamba mnanunua kimfuko kumbe kinatumika kabla kwa siku kadhaa tu. Ile hesabu ikikaa vizuri hapa bata tu. Serious, mimi nakwambia yani leo tunaona maisha yanakwenda vizuri sana. Sema mtihani unakuja kwenye maji sasa yakishaanza kupiga. 50 ndo mzee. Kuoga atakwenda piga passport. Siku inakwenda. Lakini naona itakuwa nafuu kwa upande wa watoto wa kiume. Sasa ni katika swala la mahitaji. Kuna watoto wa kike jamani. Mimi bado mna shida. Kwani shida bado iko pale. Tuna shida sana. Tuna shida. Tunapata bure. Ila pia ndikiwa babu mkae mzungumze naye na kumwambia elewe. Sababu pia nyinyi mtapata shida mtaumia sana. Wengine kupiga deshi ya kuoga mzee hata 3 days inawezekana kabisa. Sawa, lazima uoge, lazima ufanye nini. Ndani ya 45 watoto wa kike tuna mahitaji mengi. Lakini pia mjitahidi kwamba hiyo pesa ambayo tunayo tumepewa tujue kabisa kwamba hii pesa ndio kuzaa pesa nyingine hapa kijijini. Sababu mtu unaweza kusema tu ni ya kutumia tu moja kwa moja. Ukiwa unatumia ushahidi inatakiwa hela ya watu wote angalau kwa siku kwako ingia hata 300 ya watu. Hiyo ni minimum. Tosha sana. Maximum ukiingiza hata 500 ya raia wote yani ukusanye hela zao. Huko inawezekana au 100 kwa kila. Kila siku. Jana wako wachapa kazi. Kuna mbibu wa mchovu. Alilia waitizite. Usituone mbele yako. Jana wako wachapa kazi. Kamnyangarakane mama, kamnyangarakane.